mshaanza kuisahau. Ubaya ubwela inapita. Simba nguvu moja ndio ya kwetu ya kuishi nayo milele. Awali ya yote tuanze kwa kuwashukuru viongozi wa mkoa, viongozi wa Simba mkoa ambao wamejumuika nasi leo kwenye kuzindua tawi hili na kumkaribisha mgeni huyu katika familia yetu ya Simba Sports. Viongozi wa mikoa popote mlipo, pokeeni pongezi na shukrani zetu kwa kazi kubwa ya kuyaongoza kusimamia matawi ya Simba kwa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini vile vile shukrani zetu ziende kwa viongozi wote wa wilaya ya Simba mkoa wa wilaya ya Ilala kwa kazi kubwa ya kuwa bega kwa bega na matawi haya, kuhakikisha katiba ya Simba inafuatwa kwenye matawi yetu, kuhakikisha miongozo na kanuni za Simba zinafanya kazi kwenye matawi yetu, na yale yote ambayo tumekubaliana kwenye matawi yetu tunayafuatisha kadri tulivyokubaliana. Lakini tumshukuru vile vile na kumpongeza mkurugenzi wa matawi na mashabiki wa Simba Sports Hamis Kisiwa kwa kazi kubwa ya kufungua matawi ambayo ameifanya kwa kipindi kirefu. Amezunguka takriban Tanzania nzima kwenda kufungua matawi. Ni kazi ngumu, lakini kwa mapenzi yake na Simba amekuwa akiifanya kazi hiyo mpaka amezeekea kwenye kufungua matawi. Au hujazeeka? Nadai. Anapenda ujana, kwa sababu kwenye mechi hii tunahitaji wazee wawili tu ili tufuzu. Sasa nilimuona malaika kule Ukonga, hapa ameongezeka wawili, Mwaijibe na Kisiwa. Tutachagua mmoja wa kumtoa ili wawe wawili, mnyama aende nusu finali. Kwa sababu kama maisha wameshakula sana, wana kitu gani kipya wanatafuta tena kwenye hii dunia zaidi ya mafanikio ya mnyama? Kwa jiandae Mwajibe, mzee Kisiwa tukuachi, malaika amekimbia. Tutamfuata Ilala. Ndugu zangu ni wanatabata dampo, kwanza niwapongeze kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya, na hatimaye leo hii mmefanikisha ndoto yenu ya kumiliki tawi lenu. Nafahamu hii ni sehemu ya kazi. Kila anayekuja hapa anakuja kwa ajili ya kutimiza majukumu yake ya kazi, na pengine wengi mmeajiriwa. Kwa hiyo bosi wako anakudai kazi muda wote. Bana mzee Kisiwa, ukitaka kuondoka tunakuruhusu. Sasa hivi imebaki shughuli ya hamasa. Nenda kachukue wale mbuzi. Kwa hiyo tuwapongeze kwenye muda wenu wa kazi, mkautumia muda huo kujadiliana na kufungua tawi lenu. Kiukweli mnastahili pongezi kubwa sana.
Hata harakati za uhuru hazikuanzia majumbani, zilianzia sehemu za kazi. Watu wanakutana kazini, baada ya kufanya kazi ya bosi wake, wanakaa pembeni, wanajadiliana namna ya kuikomboa Tanzania. Kwa hiyo na nyinyi mmefuata misingi ile ile, mnakuja kwenye kazi zenu, lakini hapo hapo mnajadiliana kuhusiana na kuanzisha tawi, na hatimaye mmefanikiwa kuanzisha tawi lenu. Hongereni sana sana sana. Wale tunaotuliza mavuvuzela, hizo nguvu tungezitunza kwa ajili ya Jumatano, ili hapa tuweze kusikilizana vizuri. Na nisiwe mchoyo wa fadhila, ndugu zangu wa Tabata Dampo, mmependeza sana. Hivyo viu ambavyo mmeviweka hapa ni mambo ya ubunifu. Ndugu zanguni, tarehe 9 ya mwezi wa 4, kwa maana ya Jumatano ijayo, tuna kazi kubwa sana Benjamin Mkapa. Kila mwana Simba lazima alitambue hili. Mechi hii ndugu zanguni sio nyepesi hata kidogo. Mechi hii ni mechi ngumu, mithili ya mechi ngumu nyingine ambazo tumewahi kucheza huko nyuma. Hii ni robo finali yetu ya 6. Itakuwa ni aibu, fedheha, noma tukitolewa robo finali ya 6 tena na timu ya mfanano na Almasri. Kwa hiyo kila mwana Simba alichukue hilo kuanzia sasa, ya kwamba Jumatano tuna kazi ngumu ya kwenda kuifanya. Lakini kazi ngumu hii sisi Simba tunaimudu, Simba tunaiweza, wala tusiingie unyonge. Hatuwezi kutolewa robo finali ya 6, hatuwezi kutolewa nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, hatuwezi kutolewa na Almasri. Mechi hii kila mwana Simba afanye kila anachoweza ili tupate ushindi. Mechi hii kila mwana Simba apambane anavyoweza kupambana. Amke usiku ampigie goti Mungu wake, amlilie Simba twende nusu finali. Kuna watu wamekaa wamekenua meno namna hii, wanatusubiri tuanguke hapo mtaani pasipitike. Sasa tusisubiri dua la mwewe, tupambane kumlinda kuku wetu ili twende nusu finali. Na hii ndugu yangu inawezekana sana, na kwa pamoja tunasema hii tunavuka. Wewe baba tunavuka. Tumepoteza mabao mawili pale Misri, lakini hatujaipoteza nafasi yetu ya kwenda nusu finali, na hatujapoteza robo finali yetu. Zile zilikuwa ni 90 za kwao, na nyote mmeangalia mpira. Yapo mazingira hayakuwa sawa sawa sana, lakini hiyo ndio Afrika, na mbwa mkali kwao. Kwao wamemaliza kutumia faida ya kuwa nyumbani. Sasa anakuja Benjamin Mkapa, ambako ndiyo kwetu sisi Simba Sports Club. Tutafanya kila kinachowezekana, na kama tulivyosema mwanzo, mwaka huu tutamzika mtu anapiga chafya. Hatuachi kutimiza ibada ya mazishi mnyama mpaka ende nusu.
Yaliyotokea katika mechi ya kwanza mliyaona. Sasa sisi tulinyamaza kimya kwa sababu walikuwa kwao. Sasa wamekuja kwetu. Tumeshuhudia VAR ikifanya kazi upande mmoja na ikifanya kazi mara moja, shughuli ikaishia hapo, Mnyama tukafa goli mbili. Sasa ile ilikuwa kwao, anakuja nyumbani kwetu. Tutakachomfanya atahadithia yeye na familia yake na ukoo wake wote, na atatueleza kwa nini wa Misri walimfunga Yusufu bila kosa. Tunapokuwa tunatekeleza ubaya ubwela, wanasimba, usiangalie pembeni wala usiwe na moyo wa huruma. Sisi tunachokitaka ni nusu fainali mara mbili, ukiachilia robo fainali 6 ambazo tumecheza, lakini ziko robo fainali ambazo tulitolewa kwa hila kabisa, ikiwemo robo fainali ya Orlando Pirates pale Afrika Kusini. Sasa unyonge basi, robo fainali hii madhali tunamalizia nyumbani kwetu, ndugu zangu wana Tabata Dampo, Mnyama anakwenda nusu fainali. Lakini kazi ya kuipeleka Simba nusu fainali haiwezi kuwa kazi ya watu wachache, ni kazi ya watu wote, na watu hao ni ninyi wanasimba wa Tabata Dampo. Kwa hiyo basi, wanasimba wa Tabata Dampo, baada ya hivi leo kufanikiwa kuzindua tawi lenu, shughuli yenu ya kwanza ambayo inaanza kuitumikia Simba ni tarehe 9 Benjamin Mkapa. Mwenyekiti, katibu, hakikisheni mna mobilize vijana wenu hapa Tabata Dampo, wote wanakuja Benjamin Mkapa tarehe 9. Ninafahamu vijana wengi hapa wanafanya kazi kwa watu, kwa maana ya waajiriwa. Tuwaambie mabosi ya hao vijana, na tunawaombea ruhusa hao vijana, tarehe 9 wawaruhusu vijana wote wa Tabata Dampo waje Benjamin Mkapa, waje waipeleke Simba yao nusu fainali. Tarehe 10 tutakuja hapa na kuendelea kutengeneza magari, lakini tarehe 9 tumeshatimiza wajibu wetu wa kuipeleka Simba nusu fainali. Tarehe 9 asibaki mwana Simba yeyote hapa. Tarehe 9 asibaki mwana Simba yoyote wa Tabata Dampo hapa eti anarekebisha gari ya mteja. Tarehe 9 funga ofisi, waachie mashabiki wa timu nyingine ambao hawana kazi. Nyinyi njoeni Benjamin Mkapa, mna kazi ya kuipigania taifa. Vijana ambao hawana nauli, ambao hawana tiketi, hilo ni jambo dogo. Mtamuona boss Mamba atawalipia nauli, wote mje Benjamin Mkapa. Na mwenyekiti wetu hapa naye ni tajiri vile vile. Njoeni awalipie tiketi, twende Benjamin Mkapa. Asibaki mtu hapa siku hiyo. Kwa kuwa tutaondoka wana Simba wote siku hiyo kwenda Benjamin Mkapa, vitu vikiibiwa hapa tunajua shabiki wa timu gani ameiba, sababu wao ndio waliiba.
tutawajua wezi wa Tabata Dampo siku hiyo, kwa sababu ndio tutawaachia gereji yote.